wenye baraka. Hebu tusimame moja ya afya. Tusimame. Lishe bora na maji safi. Tumaini kwa afya yako. Lishe bora na mazoezi. Hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu. Tumaini kwa afya yako. Ni tumaini kwa afya yako. Haleluya. Hebu tukae. Unajua somo la leo limenifanya nifikirie sana kwamba nafundisha mazoezi. Je, ninastahili kuja hapa na suti au nije nikiwa katika hali ya mazoezi? Lakini nikaona mazoezi hayahitaji suti. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza mazoezi kwa afya. Unajua uhai upo katika mwendo. Damu yako inasafiri muda wote, moyo wako hausimami, mawimbi ya bahari hayakomi, yanaenda na kurudi. Dunia pia haichoki kulizunguka jua. Electrons hazichoki kuzunguka katika chembe zile ndogo. Kwa hiyo unaona kila kitu ambacho kipo duniani na kipo katika maisha kipo kwenye mwendo. Kwa hiyo hata wewe ukitaka kuishi muda mrefu, sharti uweke mwili wako katika mwendo. Maana kuwa katika mwendo ndiyo sheria ya uzima. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Sasa zamani maisha yalikuwa yanatupa nafasi ya kuexercise mwendo. Hatukuwa na usafiri, hatukuwa na baskeri. Tulikuwa tunafanya kazi kama unavyomuona huyo jamaa hapo kwenye picha. Sijui hapo alikuwa anakimbia mkamate swala. Kwa hiyo tulikuwa busy na miili yetu kupitia kazi ilikuwa inapata kila kinachohitajika kupitia mazoezi. Sasa leo kwa sababu ya mabadiliko katika maisha, ndiyo maana tuna tofauti na tunatakiwa sasa tujituni kuendana na hali iliyopo sasa. Ndiyo maana leo tuna mazoezi. Mazoezi ni utaratibu maalum au ni shughuli ya mwili ambayo imepangiliwa kwa utaratibu maalum kwa ajili ya lengo la kudumisha afya katika mwili wa mtu. Na unaweza ukasema kwamba haya mazoezi huenda ni habari za wanasayansi, lakini hata Biblia imezungumzia mazoezi. Je, unajua kwamba Biblia imezungumzia mazoezi? Timotheo wa kwanza 4:8, Biblia inasema mazoezi ya mwili yana faida yake, lakini mazoezi ya kiroho yana faida za kila namna, maana yanatuaidia uhai katika maisha ya sasa na pia hayo yanayokuja. Sasa ukilichambua ili fungu kwa makini, uangalie mazoezi ya manufaa gani, utaona kwamba mazoezi yanatuaidia uhai. Kwa hiyo mazoezi ya kimwili ni muhimu kwa ajili ya uhai wa sasa, ila mazoezi ya kiroho ni muhimu kwa ajili ya uhai wa sasa na uhai wa nini? Sasa mazoezi ya kiroho atakuja kuwapigisha Pastor Butoki. Sijui atapiga mbiu ya maombi au mbiu ya kufunga, hilo mimi namwachia yeye. Mimi nadili na mazoezi ya mwili kwa ajili ya uhai wa sasa. Sasa mazoezi yana faida gani? Mazoezi yanaimarisha moyo, yanaboresha mzunguko wa damu na kusaidia kila seli kwenye mwili wako kupata virutubisho. Mazoezi yanadhibiti kiwango cha sukari mwilini, yanarekebisha uzito ili pale hasa unapoyatumia mazoezi, lakini pia ukawa unakula mlo bora kama nilivyokufundisha masomo yaliyopita. Mazoezi yanaimarisha mifupa na viungo na yanapunguza maumivu mwilini. Hii imekuwa tiba nzuri sana kwa watu hata wenye maumivu ya mgongo kwa sababu ya kukaa sana kwenye laptop, kukaa sana kwenye kuendesha gari. Yamesaidia watu wengi sana. Hata mimi yamenisaidia. Mazoezi yanapunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya akili.
yanaongeza uwezo wako wa kustahimili changamoto, yanaboresha kumbukumbu na umakini wa akili, yanakufanya ujisikie mwepesi na mwenye nguvu. Sasa kuna aina kuu 3 za mazoezi. Moja, mazoezi ya cardio au aerobic. Haya yanaongeza mapigo ya moyo na kuboresha mfumo wa upumuaji na mzunguko wa damu. Kwa mfano kukimbia, kuendesha baskeli, kuogelea, kuruka na kamba. Lakini aina ya pili ya mazoezi ni mazoezi ya strength au resistance training. Haya ni mazoezi yanayokusaidia kuongeza nguvu katika misuli yako. Yanajenga na kuimarisha misuli na mifupa kwa kutumia uzito. Hapa ni kwa mfano kupiga push up, kunyanyua vitu vizito, ama zile resistance band. Kuna mipira fulani ya plastiki ambayo inakupa changamoto kuivuta. Kwa hiyo unapoivuta msuli unafanya kazi. Lakini aina ya 3 ya mazoezi ni mazoezi ya kunyoosha mwili. Haya tunayaita stretching exercise. Haya yanasaidia viungo kuwa vyepesi na kuzuia maumivu au kukaza kwa misuli kama matokeo ya mazoezi yale ya aina 2 za kwanza zilizotangulia. Hapa tuna aina 2. Tuna dynamic stretching. Haya ni mazoezi ambayo unaweza ukayafanya wakati labda unatembea, unanyoosha viungo namna hii. Lakini kuna static stretching. Static stretching, haya ni mazoezi ambayo unafanya na unatulia kwa muda ili kuhakikisha ile misuli inajivuta. Sasa mwili unahitaji aina zote hizi 3 za mazoezi. Lakini aina gani itachukua sehemu kubwa kwako inategemea na malengo yako ya mazoezi. Na malengo yanatofautiana kutoka kwa mtu na mtu mwingine. Sasa ni wakati gani bora kufanya mazoezi? Sijawahi kuona mtu akifanya mazoezi mchana. Sijui kama Pastor Butoke ulishakutana na mtu anafanya mazoezi saa 6 mchana. Bila shaka hapana. Mazoezi muda mzuri wa kufanya ni asubuhi au jioni. Sasa hii pia, asubuhi sio nzuri kwa kila mtu na jioni sio nzuri kwa kila mtu. Asubuhi kiwango cha sukari kwenye damu huwa kinakuwa chini kwa sababu umelala masaa 8 na mwili haujala. Kwa hiyo kiwango cha sukari kinakuwa chini. Lakini pia asubuhi misuli huwa kwa sababu umelala umetulia, misuli nayo inakuwa kama imesinyaa. Kwa hiyo inahitaji muda ili kuzoea ile hali ya shughuli. Sasa huu wakati ni mzuri kwa wale wanaotaka kurekebisha uzito wa mwili na kuboresha afya kwa ujumla tu, lakini zaidi yana faida katika kupunguza uzito wa mwili, kwa sababu sukari inapokuwa chini na ukafanya mazoezi asubuhi kabla ya kula chochote, unaulazimisha mwili wako kutumia akiba ya mafuta iliyohifadhi. Sasa wakati mwingine mzuri wa mazoezi ni upi? Jioni misuli huwa tayari imezoea na kunyumbulika, na ni wakati mzuri kwa wanamichezo, wale athletes. Ndio maana unakuta mazoezi, mechi za mpira zinachezwa jioni, kwa sababu ni wakati mzuri. Mwili tayari umeisha zoea, umenyumbulika, lakini pia huwa umeisha kula chakula. Kwa hiyo kama umekula chakula, huwa kuna kiwango fulani cha sukari kwenye damu. Kwa hiyo mazoezi ya jioni yanakufanya ukachome au ukatumie ile sukari ambayo iko kwenye damu, kwa sababu mwili nao una akili. Hauwezi ukaenda kutumia mafuta wakati kwenye damu kuna glucose, na inapokuwepo hitaji la haraka, source ya energy ambayo mwili unaweza ukatumia kwa urahisi ni glucose. Kwa hiyo ukifanya mazoezi jioni ili upunguze uzito, itakuwa changamoto kwako, kwa sababu utasikia njaa na itakulazimisha kula tena, kwa sababu utakuwa umetumia tu sukari ya chakula chako ulichokula mchana au asubuhi. Lakini asubuhi, kwa sababu umefast masaa 8, mwili utalazimika kuchoma ile ziada ya mafuta. Sasa nawezaje kuanza kufanya mazoezi? Jipe sababu kwamba kwa nini unataka kufanya mazoezi: kupunguza uzito, kuwa na mwonekano mzuri, au kuimarisha afya kwa ujumla. Lakini cha pili, zungumzia mazoezi, ongelea faida za mazoezi, umuhimu wake. Utajikuta umeanza kuyapenda hata kama si rahisi kuyafanya. Kingine, yape muda kwenye ratiba yako, yape nafasi, chagua kabisa eneo. Mimi mazoezi nitakuwa nafanyia hapa, kama ambavyo kanisani hausali popote. Kuna watu wamechagua, mimi nasali hapa cha Ugingi, wengine wanasema mimi nasali Mji Mwema. Lazima uchague sehemu ambayo utakuwa unafanyia mazoezi. Cha tatu, mshirikishe Mungu, au shirikisha wanafamilia au marafiki walio karibu na wewe. Wenda ukapata timu ya kufanya nayo mazoezi pamoja, na mimi hili huwa linanisaidia sana. Jambo la mwisho, anza kidogo.
Mwili haunufaiki kwa kufanya jambo kubwa kwa wakati mfupi, lakini mwili unafaidika kwa kufanya mambo madogo madogo kwa nidhamu endelevu. Sasa ni wape ushuhuda binafsi. Mimi nilianza kufanya mazoezi miaka 12 iliyopita. Tangu nianze kufanya mazoezi nilikuwa na lengo moja tu, kudumisha uzito wangu katika hali ya kawaida, lakini pia kuwa na afya bora. Tangu nianze mazoezi mpaka leo ni zaidi ya miaka 10, na nimeweza kudhibiti uzito wangu kati ya kilo 69 hadi 72. Sijawahi kuvuka hapo. Lakini pia ninatumia sukari kidogo na mafuta kidogo katika sehemu kubwa ya milo yangu. Siwezi kukaa zaidi ya wiki 2 bila kufanya mazoezi. Nitapata tabu sana. Hata mke wangu atanisikia nikiwa nalalamika hapo ndani, kwa sababu misuli yangu itanidai. Lakini pia hata nikisafiri, lazima nibebe nguo za mazoezi, lazima nibebe vifaa vyangu vya mazoezi, ili huko ninakoenda nisipate sababu ya kuacha kufanya mazoezi. Sasa mimi muundo wangu wa mazoezi uko vipi? Na ndio naotaka kuwaonesha leo muundo wangu mimi wa mazoezi. Yapo aina nyingi, sisemi kwamba haya ndio mazoezi pekee ufanye, lakini ninatoa sasa ushuhuda wangu binafsi. Mimi kama daktari ninafanya vipi? Huwa ninatumia takriban dakika 30, na mimi huwa ninatumia eneo dogo kufanya mazoezi. Mjini tuna changamoto ya nafasi na muda. Kwa hiyo huwa natumia eneo dogo kufanya mazoezi, na huwa nafanya mazoezi kwa siku 6. Siku 4 mazoezi yangu yanakuwa ya kukimbia zaidi na kufanya viungo kwa ujumla, kuongeza kasi ya moyo na upumuaji, na siku 2 kidogo kufanya mazoezi ya strengthening, ya resistance training. Sasa muundo wangu wa mazoezi yakoje? Kwanza huwa naanza dakika 5 za kwanza kupasha misuli, na hivi ndipo mimi huwa napasha misuli yangu. Pasha misuli yangu namna hii. Huwa nina hivi vidude kama unavyoviona hapa. Nitafanya hivi, nitazunguka hapa. Unajua kadri unavyopiga kona unatumia energy nyingi zaidi. Nitaendelea baadaye nitaanza kustretch viungo. Hii ni dynamic stretching, haina shida misuli ikiwa haijachemka. Hii unaweza ukafanya, hii unaweza ukafanya, na nyingine naweza nikafanya hii. Hapa ninajiandaa, hapa ninajiandaa, na ni sehemu ndogo tu pale nje ya mlango wa nyumba yangu. Nafanya hivi, nikishamaliza sasa ninaanza kukimbia. Napita juu ya hizi cone, ninahesabu, nikienda nikirudi, hiyo ni 1. Sasa nitafanya hivi mara 5, nikimaliza nabadilisha, nakuja hapa, hizi nazo nitafanya mara 5. Haya, nikimaliza hii ya 5, haya nitakuja hapa, hizi nazo nitahakikisha ninafanya mara ngapi? Mara 5. Nikimaliza hapo ninakuja namna hii, nitafanya pia mara 5. Nikimaliza nitarudi tena kukata kona kama gari. Unajua ukikata kona unatumia nishati nyingi zaidi. Nitafanya kwa rudia. Nikiisha toka jasho, sasa huwa nina dakika 5 za kupoza mwili. Mwili na upoza vipi? Huwa nina kifaa changu hiki. Haya. Hapa. Haya, nitapitiliza, tarudi tena hapa, tarudi hapa,